Mr. President, wewe unasemanga hatuna akili, ni wewe hauna akili. Ndugu wangu, nakuona sana. Umekuwa ukitukana rais kila ukienda, namwambia umuogopi. Nasema venye matusi yote unataka kusema, lakini mimi leo nakuambia, wewe je, one time ni kelele za mitandaoni tu au kuna kitu kinatokea ground ambacho wanasiasa hawajakiona vizuri? Kwa sababu ndani ya siku hizi tumeshuhudia kauli kali kutoka kwa Edwin Sifuna, supporters wa one time wakionekana kuonyesha msimamo wao hadharani, supporters wa two time wakijibu, na hata baadhi ya wanasiasa wakisema wazi kwamba mwaka 2027 unaweza kuwa mgumu sana kwa Rais William Ruto. Lakini swali kubwa ni moja, je, hizi ni video za kawaida za kisiasa au zinaonyesha mood inayobadilika miongoni mwa Wakenya kuelekea uchaguzi? Leo hapa Mizuka Media tumekusanya video 5 ambazo ukiangalia moja baada ya nyingine zinatengeneza picha ambayo ni ngumu kupuuza. Na mwisho wa video hii nataka wewe mwenyewe utusaidie kujibu swali moja. One time ni movement inayokuwa ni nguvu ya mitandaoni au ni kelele ambazo hazijafika ground? Tuanzie hapa. Tunaanza na Edwin Sifuna akiwa kwenye ziara ya Linda Mwananchi huko Busia. Katika clip hii Sifuna alikuwa akizungumzia kauli ambayo amekuwa akihusisha na Rais William Ruto kwamba wapinzani hawana akili. Lakini Sifuna hakuiweka hivyo tu, aligeuza kauli hiyo na kumlenga rais mwenyewe. Hiyo ilikuwa kauli kali, na muhimu zaidi sio tu kwamba ilikuwa kauli dhidi ya rais, ilikuwa sehemu ya narrative kubwa ambayo imekuwa ikijengwa na opposition kuelekea mwaka 2027. Mr. President, wewe unasemanga hatuna akili, ni wewe hauna akili. Mheshimiwa William Ruto, mimi najua wewe ulisomea mambo ya matawi. Wacha tukufunze hata na sisi. The slum problem in this country is not a housing problem, it is an income problem. And for as long as people don't have money, there will always be slums. It doesn't matter how much concrete you put up. Na wewe ulikuwa unatuambia wewe uko na PhD ya matawi. Wakenya wengi walifikiria kama mtu ya matawi ndio rais, ati misitu yetu italindwa. Kazi yake ya matawi imemshinda. Aliingia kwanza kule Nairobi, sasa watu wanalia Nairobi National Park, anakata miti, anaweka parking lot. Ile msitu iko huko Meru, ameingia anasema anaweka golf course, anakata miti. Ile ingine misitu mingi Kenya, jamaa ambaye tulifikiria atalinda misitu, yeye ndio mwenye kukata. Lakini hapa ndio stori yetu inakuwa ya kuvutia zaidi, kwa sababu upande mmoja unaona viongozi kama Sifuna wakizidi kuwa aggressive katika kumkosoa Rais Ruto, lakini upande mwingine kuna Wakenya ambao bado wanasema tutam. Na hapa ndipo video yetu ya pili inaingia. Video hii inaweza kuonekana kama interaction ya kawaida tu, lakini ukiitazama vizuri kuna kitu kingine kinachofanya ivutie zaidi. Manake mtu huyu anaonekana kuwa supporter wa tutam, lakini anakutana na supporters wa one term kutoka jamii ya Waluo, na badala ya mazungumzo marefu ya kisiasa, interaction yao ilikuwa ya aina yake. Walimsalimia kwa staili yao, wakamchezea kidogo, kisha wakampa ujumbe wa kuwa mtu anayefanya maamuzi mazuri. Of two politics. Kitu cha kwanza ndio hiyo. Two term politics. Tumendaje? Tunaona uko na bandage kwenye uso na damu zinatoka kwa kweli. Shida nini? Hizi ni salamu nimesalimiana na wanaume. Watu wa one term. Wapi? Sitawaambia mahali penyewe. Sasa unataka kusaidika. News inaenda kwa moja kwa rais. Ndio, mimi nataka asikie because I'm his fan. Sio kiona. Umepigwa juu ya nini? Umeendaje hadi ukapigwa ndo apata hii. Okay. As far as I know in Kenya, we are facing what we call inflation. That is one. Second, watu wote tumefinyika about that, ndio? So watu wote wako against President Uhuru, President Ruto. Sindio? I think that one tumeelewa. Wako kwa government but unakubali Ruto. Watu wako against yeye. With so many facts I can give the facts. One term, Ruto is a Kenyan. He has a right to be the president. Uliseni kila swali sasa. What has happened to you? Unafanana hivyo kwa nini? Kieleza. Nimekwambia ni mambo yao. Ya two term. Where? Ilianza aje mpaka ukapigwa? Okay, mambo ya City Stadium basi. Mimi ni member wa bunge City Stadium. Hata hapa wananijua. So why mbona umepigwa? Okay. Huwezi pigwa tu kusema two term. Watu wa two term ndio wako. Mimi hata ni mtu ya two. Okay. Ama umepiga kichwa huko. Mimi nieleza pole Kumeendaje? Asa, you know you people. I want one person who is a presenter. Haya, wacha huyu aulize.
Nataka uanze kwa jina na labda tuambie umetokea sehemu gani na nini kimefanyika. Mimi naitwa Mark Mulia Musila. Mimi ni Mwidaho kamili from Boni Khalores tribe. Mimi ni Musali. Labda nini kimefanyika, maana siku ya leo tumekupata kwamba uko na majeraha. Labda tungependa tuweze kueleza labda ni kipi kimetendeka hadi kujipata katika hali hii. Nataka kueleza katika hali gani? Mnataka kueleza Ruto ama mnataka kueleza nani? Ujumbe unaenda moja. Sasa tusikimbilie kusema video moja inathibitisha kwamba nchi nzima imeamua kuwa upande fulani. Hapana, lakini video kama hii inaonyesha kitu muhimu ya kwamba political slogans kama one term na two term ambazo mara nyingi huwa tunaziona online zinaweza pia kuonekana katika interactions za kawaida za wananchi, na hapo ndipo swali linakuwa kubwa. Je, one term ni online phenomenon tu au inaanza kuingia kwenye ground conversations? Lakini kama hiyo haitoshi, video ya tatu inamrudisha Edwin Sifuna kwenye spotlight. Katika video nyingine kutoka Busia, Edwin Sifuna anatoa madai yake kwa kile anachoona kama mabadiliko katika namna serikali inavyowafikia wananchi. Anasema mambo yamekuwa magumu kwa Rais William Ruto kiasi kwamba sasa anawaita watu State House mmoja mmoja na kuwapa pesa. Kisha Sifuna akawapa wananchi wa Busia ushauri wake kwa lugha yake mwenyewe. Anawaambia kwamba wakipata nafasi ya kufika State House wasipoteze hiyo nafasi. Na hapa ndipo akatumia mfano wa wananchi wa Olkalau akisema wasiondoke bila mambo kama pesa, mattress na gas cylinder. Kwa sababu mambo imekuwa ngumu kwa Ruto, anaita watu kwa vikundi moja moja. Alianza na machief, ameita walikuru, jana ameita masoja. Sasa nataka nimfikishie ujumbe kutoka Busia. Hata nyinyi mmengoja, si ndio? Hata nyinyi mnangoja barua, si ndio? Na sijui kwa nini hawa watu wanaenda State House, wamesahau ile form ya Olkalau. Akikupea pesa, usitoke na pesa peke yake. Ongeza mtungi ya gas, usitoke hapo bila mtungi ya gas. Akitoa pesa, akuongezee pia na mattress, vile alipea watu wa Olkalau, si ndio? Akikupea pesa na mattress na mtungi ya gas, akuongezee transformer yako ya stima uende nayo nyumbani, vile walifanya watu ya Olkalau, si ndio? Lakini matokeo ni gani? Matokeo ni ile ile, si ndio? Wacha nione wale wanasema one term, one term, one term. Hapa kuna jambo muhimu ya kwamba kauli hii ni ya kisiasa na inapaswa kusikika katika context yake. Sifuna alikuwa akiwasilisha criticism yake kuhusu namna serikali inavyoshughulikia wananchi, lakini ujumbe mpana ni huu: opposition inajaribu kuonyesha kwamba wananchi wanaweza kutumia nafasi yoyote wanayopewa na viongozi kuzungumzia matatizo yao ya maisha, na hiyo inatupeleka kwenye swali kubwa zaidi ya kwamba wakati opposition ikisema ya kwamba wananchi wamechoka, je, supporters wa serikali wanaona hivyo? Jibu la upande mwingine linapatikana kwenye video ya 4. Sasa tuhamie upande mwingine wa mgawanyiko wa kisiasa. Katika video hii, supporter wa two term anaonekana akiwa amekasirika kutokana na kauli anazodai kuwa Senator John Medhu amekuwa akitoa kauli kali dhidi ya Rais William Ruto. Ujumbe wake ni rahisi, ya kwamba muheshimu rais, na anaonya ya kwamba si sawa kumshambulia rais kila wakati. Na hapa ndipo tunapata contrast kubwa sana. Kwa upande mmoja one term, kwa upande mwingine two term, na zote hizi ni slogan tu zinazopatikana kwenye posters, zinaonekana kwenye comments, videos, mikutano ya kisiasa na mijadala ya wananchi. Senator Medhu, hiyo mambo yako ya kuhate rais na kumtukana na kufanya nini ifanyie kule Nyandarua. Kikuja Nairobi utapatana na sisi, ukienda area nyingine utapatana na sisi, tutakutoa mbio. Ndugu wangu, na kuona sana umekuwa ukitukana rais kile ukienda, na mwambie umuogopi, nasema venye matusi yote yenye unataka kusema, lakini mimi nene nakuambia wewe ni senator tu wa pale hivyo Nyandarua. Rais ni rais wa nchi mzima. Na ukiendelea kudharau rais, jua pia rais ako na vijana wake. Vile wewe ni kijana ya Gachagua. Na huyu mtu mwenye unatukana kila siku, unamuonyesha madharau, kila mahali ukienda ni kumtaja, yeye ndo mtu mwenye amekujenga karia yako ya kisiasa. So tafadhali, kwa heshima yako, vile unataka sisi tukuheshimu, pia wewe heshimu rais. Na ukiendelea hivyo, si ati tunakutishia. Mimi nakuambia kama kijana ya rais na kama follower wa rais, hauta disrespect a symbol of national unity, alafu dhani tutakuacha hivyo. Pia sisi tutakukujia bana na tutakutoa mbio. Kama unaona unaweza sana, usitoke Nyandarua. Hiyo mambo yako kuhate rais na kumtukana na kufanya nini ifanyie kule Nyandarua. Kikuja Nairobi utapatana na sisi, ukienda area nyingine utapatana na sisi, tutakutoa mbio. Sasa hii mali imefika, hatuendi kuogopana. Tunakuheshimu kama kiongozi, lakini wewe uheshimu viongozi wengine, na hata sana sana uheshimu kiongozi wa taifa. Wewe ni nani bana? Na kwanza nyoa ndevu kwanza.
Lakini sasa kuna video ya 5 ambayo bado ndio inaweza kufanya mjadala huu kuwa mkubwa zaidi. Seneta Timothy Githinji anatoa utabiri wake kuhusu uchaguzi ujao. Kwa mujibu wa kauli yake ni kwamba Rais William Ruto hawezi kushinda uchaguzi unaokuja, na sababu anayotoa ni kwamba Ruto hahitaji hata opposition kubwa, kwa sababu kwa mtazamo wake ni wananchi wenyewe watamrudisha nyumbani. William Ruto hatashinda. Nani anasema William Ruto atashinda? William Ruto hawezi. William Ruto hata hatuhitaji kampeni. Opposition haina flag bearer. William Ruto hahitaji opposition. William Ruto ni watu tu watamtoa. William Ruto ameoza structurally. William Ruto hajawahi kushindwa kisiasa. Atashindwa this time. How sure are you? Because the other viti alikuwa anatafuta, alikuwa under control under someone. Hizi amekuwa MP. Zote amekuwa, hata akikuwa MP ni maneno tu. Moja alifanya mambo hapa akapitisha hivi ya kukua youth winger. Si ati alipiga ground hivyo sana. William Ruto in fact hakuna kitu amefanya kwao. Hakuna. Kimaendeleo hakuna. 2017 2022 alikuwa mstari wa mbele kumtafutia Uhuru Kenyatta kura. Alinunuliwa na akapewa pesa ya kufanya hiyo kazi. William Ruto is also Kiroko is mercenary for her. He was hired by Ruto. He was hired by Uhuru. Even a time ilisemekana he was paid 6-7 billion ku support Uhuru. Na akaitisha pesa ya kwenda. Hiyo ilikuwa yake, akaitisha ya kwenda kukampeni. Sasa he has the resources. What makes you think that mtamtoa kwa hiki kiti cha urais? Because whatever he has basically touched the core structural fundamental nini structure of the normal living. William Ruto hawezi ongeleshwa na mwalimu. Mtu yote apesi hawezi muongelesha. Mtu yote ashaienda shaika nini hawezi muongelesha. Wanafunzi wote wa university hawezi muongelesha. Ameenda mpaka juzi ameambia chief wa vile njoo na Mwahindi tablet. Chief leo nasikia ameleta masonja wa Murango magads. Magads wote unadhani wanataka kwa juzi amesema atapea wazee 3,000. Weenda uliza shosho yako kama amepata 3,000. Hakuna. Sasa unaona already huyo shosho ashamchukia akikosa. Unajua William Ruto, I don't know who advises our president wetu. Vitu zingine usiseme, usiende uambie watu nitawapea 3,000 na unajua utawapea. Bro, nikikwambia sasa nitakupea 5,000 nikoze kukupea, utanichukia. Na utaniamini tena. Yeye mwenyewe anajaribianga. Unaleta wamama ndani unawaambia ati wataenda wazae watoke waende, na sasa hivi wamama wameshikwa hospitali. As we talk today. Mimi napigianga na watu wengi. Wamama wanashikwa hospitali za hivi ya SHA na mtoto. Wengine wako na twins, wengine wako na wameshikwa hospitali na watoto. Na wewe unaenda tena pale unajua saa nyingine watu vile wanakula shinda. Then hakuna pesa mfukoni like he said. Watu wana do. Siku hizi hakuna pesa. All the professionals, watu wote ndio unaona almost everyone saa hii anataka kuwa politician. Everyone anataka kuwa politician. Why? Because hakuna kazi nyingine ya kufanya, kazi ni kukuwa politician Kenya. Kuna pesa kwa siasa? Mimi sijui, lakini nasikia kila mtu naona kila mtu anataka kuwa politician. The level of candidature iko saa hii. Wewe unaweza shangaa. Me I normally go to a meeting. Wanatokea MCAs 35. One word. Yeah. One word iko na MCA 35. Aspirant. Yes, aspirants. 35. MP candidates. Wanatoka mpaka watoto wadogo wa miaka 20 wanataka kuwa MP. Because their dream job was to become a member of parliament. Because ndio wameona pesa na gari kubwa na wanaona MP anakuja anapeana 200. So that is where the money people swam to where inaonekana pesa ndio iko. Okay, Senator, tuzamie swala la hujaniuliza tunaweza fanya aje ndio kuimprove hiyo. Akiweka watu pesa mifukoni, hii MCA hata wa reduce wafike hata 5 au si one advice to William Ruto, ukimwongelesha hapa sasa hii umwambie industrialize nchi. Angalieni tu industry tule mnaweza leta hata huku na manufacturing na nini, watu waende kwa makampuni kufanya kazi.
Sasa fikiria clip zote 5, Sifuna kimjibu Ruto, one term supporters wakionekana ground, Sifuna akizungumzia State House na wananchi, two term supporters wakimtetea Ruto na kiongozi mwingine akisema Ruto anaweza kushindwa na wananchi wenyewe. Na hapa ndipo story inabadilika, kwa sababu swali hapa sio tu nani anampenda Ruto au nani anampinga Ruto. Swali kubwa ni je, tunaanza kuona mapema namna Wakenya wanavyojipanga kuelekea mwaka 2027. Na hapa tunapaswa kuwa makini. Video 5 haziwezi kutambua matokeo ya uchaguzi. Manake interaction moja ya wananchi haiwezi kuwakilisha Kenya nzima, na slogan kama one term haiwezi kuwa opinion poll. Lakini video zinatuonyesha kwamba mjadala wa mwaka 2027 tayari unaanza kuchukua nafasi kubwa katika mijadala ya kisiasa ya wananchi, na ndio sehemu ambayo watu wengi wanapaswa kuangalia kwa karibu, kwa sababu kuna tofauti kubwa kati ya one term ya Twitter, TikTok, Facebook, YouTube na one term ya ground. Online unaweza kuona maelfu ya comments zikisema one term, lakini swali ni je, mtu huyo akifika polling station mwaka 2027 atafanya uamuzi huo? Hapo ndipo siasa halisi inaanza, na ndio maana video hii sio kuambia kwamba one term tayari wameshinda. Hapana, ni kukuuliza je, signals tunazoziona sasa zinafaa kuchukuliwa serious? Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Akatu akijua ni one term siku zote. Another thing nataka kusema kwa media, Kasongo akipita kura atatuambia alitoa kura. Asante sana. Hawa ni maoni ya wakazi wa eneo hili la Kawangware katika